Anga iliyozoea kishindo cha ndege za kivita zisizoonekana. Sasa kimya kizito kimeanza kutawala katikati ya Irani. Si kimya cha amani, bali ni kimya cha hofu, tahadhari na mshangao wa kimkakati. Kwa mujibu wa Irani, ripoti mpya kutoka vyanzo vya kiintelijensia zinaeleza kwamba operesheni za ndege za kivita za Marekani na Israeli zimepungua kwa kasi kubwa baada ya tukio la kihistoria la kupigwa kwa ndege ya kisasa zaidi duniani, F-35 Lightning II. Tarehe 19 Machi mwaka 2026, historia ya vita vya anga iliandikwa upya katika tukio ambalo wachambuzi wa kijeshi wanalielezea kama pigo la karne. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Irani ilifanikiwa kuishambulia ndege ya F-35, ndege iliyojulikana kwa miaka mingi kama isiyoonekana, isiyozulika na isiyoangamizwa. Kwa karibu miongo miwili, F-35 ilikuwa fahari ya nguvu za anga za Marekani, alama ya ubabe wa kiteknolojia na silaha iliyodhaniwa kuwa haina mpinzani. Lakini juu ya anga za Irani, hadithi hiyo ilipasuka vipande vipande. Irani imedai kuwa imeunda kile kinachoitwa mtandao jumuishi wa ulinzi wa anga, mfumo uliounganisha rada, makombora na teknolojia za ndani kwa ustadi wa hali ya juu. Mfumo huo haukuishia tu kupiga F-35, umeendelea kuandamwa kwa nguvu dhidi ya ndege za kivita na droni za adui. Takriban ndege zisizo na rubani 200 zimeripotiwa kuangushwa. Mashambulizi ya anga ya adui yamepungua kwa kiwango kikubwa, pamoja na ndege za adui sasa zimegeukia zaidi uchunguzi wa mbali badala ya mashambulizi ya moja kwa moja, kwani hii si tu ushindi wa kiufundi, ni ushindi wa kisaikolojia. Kabla ya tukio hili, anga ya Irani ilikuwa uwanja wa majaribio kwa nguvu za Marekani na Israeli, ndege zikikatiza anga kwa kasi, zikitegemea teknolojia ya stealth kupenya bila kugundulika. Kwa muda mrefu, F-35 ilikuwa ishara ya kile kilichoitwa ubabe wa anga usiopingika. Mradi wake uligharimu mabilioni ya dola na uliundwa mahususi kuvunja mifumo yoyote ya ulinzi duniani, lakini kilichotokea Irani kimeonyesha jambo moja muhimu. Kupigwa kwa F-35 kumeibua maswali mazito. Je, mifumo ya stealth bado ina nguvu ile ile? Je, mataifa yanayojitegemea kiteknolojia yanaweza kubadili mizani ya vita? Na muhimu zaidi, je, zama za ubabe wa anga zimeanza kuyeyuka? Kadiri vita vinavyoingia wiki ya 4, ishara zinaonyesha kuwa mapambano haya si ya mabomu tu, ni vita ya akili, ubunifu na uthubutu. Irani inaashiria kuongeza kasi ya mashambulizi dhidi ya ndege za adui, ikitegemea mbinu mpya za ulinzi ambazo bado hazijawekwa wazi hadharani. Hii ina maana gani? Ni kwamba anga inaweza kuwa hatari zaidi kwa yeyote anayejaribu kuivuka bila tahadhari. Katika historia ya vita, kuna matukio machache yanayobadilisha mwelekeo wa dunia. Kupigwa kwa F-35 Lightning II huenda likawa mojawapo, si tu kwa sababu ya ndege yenyewe, bali kwa ujumbe wake. Nguvu haiko tena kwa aliye na silaha ghali zaidi, bali kwa aliye na akili, ubunifu na uthubutu wa kuitumikia. Na sasa anga ya Irani inasimulia hadithi mpya, hadithi ya ukimya unaotisha zaidi kuliko mlio wa vita.